hali ya sasa ya vyakula vinavyouzwa sokoni, na hivi ni vyakula vinavyotoka ndani na nje ya nchi, hairidhishi kwa maana ya upande wa usalama wa chakula, eneo la food safety. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2019 kwa maono na mapenzi mema kabisa, serikali iliamua kufuta TFDA na kuhamishia jukumu la udhibiti wa usalama wa chakula kwa maana ya food safety kwenda TBS. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuseme kwa uwazi kabisa, TBS imeshindwa kuratibu na kudhibiti masuala ya usalama wa chakula. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kuendelea kuendesha swala la usalama wa chakula kibiashara. Swala la usalama wa chakula ni swala ambalo linahusu uhai na afya za Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kuendelea kuweka maisha ya Watanzania rehani kwa sababu tu ya kuangalia maslahi ya kibiashara. Kwa hiyo wakati umefika sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa chini ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, tupate kauli ya serikali, manake katika bunge hili toka mwaka 2021 tumekuwa tukiomba serikali irejeshe masuala ya udhibiti na usimamizi wa usalama wa chakula kwa maana ya food safety, irejeshe Wizara ya Afya. Tumepata ahadi mbalimbali hapa kwenye bunge lako tukufu kwamba serikali imeshajadili, serikali imeona linatija, swala hili liko kwenye uamuzi wa mwisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana tupate kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Je, ni lini sasa swala la udhibiti wa usalama wa chakula kwa maana ya food safety litarejea Wizara ya Afya, ili tuache kuendelea kuweka maisha ya Watanzania rehani kwa sababu tu ya maslahi ya kibiashara? Mheshimiwa Mwenyekiti, swala hili ni pana kwa sababu katika makubaliano ya kikanda na kimataifa, ili uweze kuuza vyakula vyako nje ya nchi, swala la usalama wa chakula ni muhimu. Hivi sasa Tanzania kuna maeneo ambayo tunapata changamoto kuuza mazao yetu nje ya nchi kutokana na tunashindwa kukidhi vigezo vya usalama wa chakula kwa maana chemical residue pamoja na masuala mengine yanayoendana na hayo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, swala hili la usalama wa chakula si swala la kuendelea kulichukulia kwa uwepesi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niambie serikali jambo moja kama ifahamu. Hivi sasa ukienda pale TBS, wale wataalamu wetu wa food safety sasa hivi wanafanya sasa hivi hata vyeo vyao vya food safety TBS havipo tena. Sasa hivi wote wanatambuliwa kama quality assurance officers. Wataalamu wetu wa food safety, Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi wanafanya kazi ya kupima ubora wa nondo. Haikubaliki. Haikubaliki katika taifa ambalo tumeona ongezeko kubwa la magonjwa yasiyoambukiza. Tumeona ongezeko kubwa la magonjwa ya kansa. Tumeona namna gani ambapo mfuko wetu wa bima ya taifa ambapo umeelemewa, ambapo zaidi ya 70% ya magonjwa yanayotibiwa pale ni magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa haya Mheshimiwa Mwenyekiti ni magonjwa ambayo yanaepukika. Yanaepukika kwa kuhakikisha tuna mfumo ulio thabiti wa kulinda swala la usalama wa chakula. Kwa msingi huo, swala la usalama wa chakula haliwezi kuendelea kuwa chini ya TBS. Tumesema sana ndani ya bunge hili, nalo tumepata ahadi nyingi sana ndani ya bunge hili. Sasa nimuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu na kwa uchungu mkubwa wa maisha wa Tanzania, tufike mwisho kwenye jambo hili. Tusiendelee kurudisha nyuma jitihada za serikali. Serikali inafanya uwekezaji mkubwa sana kwenye maeneo mengi, alafu tunatumia fedha nyingi sana kutibu magonjwa ambayo yanaepukika. Tunafanya jitihada kubwa sana kuweka uwekezaji kwenye maeneo mengi yenye tija, alafu tunarudisha na kufifisha jitihada hizo kwa kupunguza ubora wa nguvu kazi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili halikubaliki na wakati sasa umefika lifike tamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia pia masuala ya chakula, lishe na usalama wa chakula ni masuala ambayo yanashabiana, mimi naomba kwa unyenyekevu mkubwa sana nishauri serikali ifikirie namna ya kuunda chombo kipya chenye hadhi na mamlaka zaidi ya kuratibu, ya kuongoza, ya kusimamia, ya kudhibiti na ya kushauri katika eneo hili la chakula, lishe na usalama wa chakula kwa maana ya food safety kupitia sheria ya The Executive Agencies Act CAP 245.